Naam, nikukaribisha tena mpenzi mtazamaji wetu wa Miraji TV, unaendelea kutufuata moja kwa moja katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tumaini langu ni kwamba wewe ni mzima wa afya kabisa. Kwa wadau wetu nyinyi ambao mnaoendelea kutufuata moja kwa moja, na Mungu awabariki kwa nyinyi nyote ambao mnaotoa support zenu kwa kuweza kuangalia video zetu na kuwasambazia wengine. Mungu apate kuwabariki. Kama ni mara ya kwanza kuweza kuangalia video zetu, naomba bonyeza alama subscribe kisha utabonyeza alama kengele kwa ajili ya kupata video zetu nyingi zaidi. Hapa tuko katika maeneo ya Bukavu ambako kama gisi unavyotazama katika skrini yetu, hawa ni wanajeshi wa M23 wameweza kukusanya raia pasina kujua raia kipi ambacho kimetuma wao wakusanywe kitu kama na hicho hapo maeneo ya Bukavu, lakini mpaka sasa watu wanashindwa kuelewa kipi ambacho kimetuma wapate kukusanywa kama hivyo. Hapa tuko katika maeneo ya Luvungi ambako serikali ambako wazalendo wameweza kusimama kabisa vilivyo imara, na mmoja baadhi ya msemaji wa CPCC ameweza kuongea na raia na kuwaambia kwamba wapate kutulia, maana wao wako katika maeneo ya fursa chini ya kuweza kusabaza na kupigana dhidi ya M23 wasiweza kupenyeza katika maeneo ya Uvira pamoja na Fizi. Kwa hiyo upate kumsikiliza mwenyewe msemaji huyu aitwa General Dato ameweza kusema na kuambia raia wapate kutulia. Wendo msikilize mwenyewe mtazamaji. Serikali kwanza ni baba yetu. Serikali kwanza ni baba yetu. Lakini kwa sasa kama serikali ni baba yetu au jeshi la taifa ni baba yetu, kwa sababu sisi tuko hapo. Kwa sasa sisi tungali tunatumika na mama Edebo. Tuko tunatumika na mama Edebo. Mama Edebo ni kusema tuko tunatumika kama vile tulikuwa tunatumika zamani. Sisi VDP au sisi wazalendo tuko tunatumika kama vile tulikuwa tunatumika zamani. Hatujafanya kitu chochote na serikali, wala serikali haya tusaidia ili ya kuonekana tusaidia sisi tufanye kazi. Niliwaambia serikali iko na maprogramu za kwake ambazo ziko tofauti na sisi. Na mpenzi mtazamaji, hiyo ilikuwa sauti ya msemaji wa CNPSC kwa jina la Dalto. Tujielekeze huko Marekani ambako serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na serikali ya Rwanda wameweza kukutana Marekani hapo jana tarehe 25 za mwezi huu wa mwezi wa 4 mwaka 2025. Wameweza kukutana huko kwa ajili ya kuweza kusaini mikataba ya kuleta amani ya kudumu. Kama jinsi unavyoendelea kuona mpenzi mtazamaji, hapa ni Marekani. Mwakilishi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mwakilishi wa Rwanda wameweza kukutana huko kwa ajili ya kusaini mikataba yao ya kuweza kuleta amani ya kudumu, ambayo inayoshutumiwa kwamba Marekani inayoshutumiwa kwamba Rwanda ndio ambayo inayosupporti wahasi wa M23 ambao wanaosumbua mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndani ya jimbo mbili ambazo zimetekwa, ikiwemo jimbo ya Kivu ya Kusini na jimbo ya Kivu ya Kaskazini, ambazo miji mikubwa yao inayoitwa Bukavu pamoja na Goma. Hadi mpaka sasa hali haijakaa sawa katika maeneo ya Bukavu na Goma. Watu wanazidi kufa na wengine wanazidi kubakwa wanawake, na baadhi ya wahamiaji wa Wakongomani wameweza kukimbia katika makambi. Takriban watu elfu na maelfu ambao wamekimbilia katika maeneo ya Burundi pamoja na Kenya pamoja na Rwanda pamoja na Uganda pamoja na Tanzania. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, hadi mpaka sasa hali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haijakaa sawa kabisa. Watu wanazidi kufa, wengine wanazidi kuumia vikali, wengine wanazidi kubakwa na wengine wanazidi kuhama makazi yao. Lakini serikali hizi mbili zimeweza kukutana. Je, unajua unafahamu nini kuwa kipi ambacho kitakwenda kutokea huko? Naomba uweke maoni yako hapo mpenzi mtazamaji wetu, tupate kukujuza kingine ambacho tutakachokuletea. Hapa tuko katika maeneo ya Roma ambako serikali ambako mkubwa wa nchi ya Kongo aitwaye kwa jina la Felix Antoine Tshisekedi rais ameweza kufika katika maeneo ya Roma kwa ajili ya kuhudhuria msiba wa Papa Francis ambao utakaofanyika siku ya leo tarehe 26 mwezi huu mwaka 2025. Asante sana mpenzi mtazamaji, naamini ya kwamba umeweza kutusikia moja kwa moja katika TV yetu ya Miraji TV. Kwa hiyo upate kuwa tena nasi katika kipindi kingine ambacho tutakachokuletea hivi sasa hivi. Usikose wasambazia wengine taarifa zetu wapate kujua kile ambacho kinachoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Naam, ni kuache katika kipindi kingine tena.